Darasa yetu katika siku hii ya leo tutaangalia katika upande wa mgonjwa na msafiri. Tutaangalia katika upande wa mtu anayeumwa, lakini pia mtu ambaye atakayekuwa yuko safarini. Tuanze na mtu ambaye atakayekuwa yuko safarini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema yule atakayekuwa yuko safarini au atakayekuwa ni mgonjwa, hawa wameruhusiwa kufungua. Ukiona aya ilivyokuja faidatu min ayamin ukhar, na usulubu wa aya hii utaona kuna vitu makhadhufu, kuna vitu vilivyoondoshwa. Yule atakayekuwa yuko safarini na akafungua, fa aftara, ndio kilichoondoshwa hicho, na akafungua, huyo ndo anayezungumziwa, atakuja kulipa, anaruhusiwa atakuja kulipa kadha katika masiku mengine, manake baada ya Ramadhani kuisha. Mtu yoyote ambaye atasafiri kabla ya alfajiri, kabla ya alfajiri katika mwezi huu wa Ramadhani, akasafiri kabla ya alfajiri, tayari atakuwa amepata kibali cha yeye kuweza kufungua kwa kuwa yuko safarini. Mtu yoyote ambaye atakayesafiri kabla ya alfajiri atakuwa amepata kibali cha yeye kufungua kwa kuwa yupo safarini. Na mtu ambaye atakayesafiri baada ya alfajiri, huyu hana kibali cha kufungua kwa kuwa yuko safarini. Lazima ieleweke maneno haya. Mtu ambaye atasafiri kabla ya alfajiri, mtu huyo atakuwa amepata kibali cha yeye kufungua kwa kuwa yuko safarini. Mtu ambaye atakayesafiri baada ya alfajiri, huyu atakuwa hana kibali cha kufungua kwa kuwa yupo safarini. Kwa kama anafungua, labda afungue kwa sababu ya kitu kingine. Lakini mtu mwingine ni mgonjwa, mtu ambaye ana maradhi na kufunga kunampa taabu kutokana na maradhi yale aliyonayo. Kama madaktari wamesema ugonjwa huu au maradhi haya yatatibika, mgonjwa huyu anaruhusiwa kufungua. Mgonjwa huyu anaruhusiwa kufungua kwa sababu ya maradhi hayo,
na atasubiriwa. Akipona atakuja kulipa kadha ya saumu hizi ambazo amefungua akiwa mgonjwa. Mtu ambaye anaumwa, ana maradhi hayo madaktari bingwa wamesema yakitibiwa atapona. Huyu asikurupukie kwanza kwenda kutoa vibaba, yeye anaruhusiwa kufungua, kwa kuwa madaktari wamesema maradhi haya yatatibiwa na atapona. Atasubiriwa, akishapona sasa ndo aje alipe kadha ya saumu hizi ambazo amefungua. Kwa hata kama ni za mwaka huu, mwakani, kikubwa anasubiriwa tu atakapopona. Akishapona sasa ndo anaruhusiwa sasa alipe zile saumu ambazo alifungua akiwa mgonjwa. Lakini kuna mgonjwa ambaye yeye anaumwa, madaktari wakasema ugonjwa huu anaoumwa ni ugonjwa ambao la yurja buruhu, hakutarajiwi kupona kwake. Mgonjwa huyu na akifunga akiwa na hali hiyo ya kuumwa kunampa taabu. Mgonjwa huyu anaruhusiwa kufungua, halafu atakuwa anatoa kibaba kila siku. Yeye halazimiwi kuja kulipa kadha. Maana kuna mgonjwa ambaye analazimiwa yeye na kadha tu, tofauti na vibaba vile. Ni huyu ambaye tumemzungumza, ni yule ambaye ana maradhi, lakini maradhi hayo madaktari wamesema yatatibiwa na atapona. Yule anaruhusiwa kufungua, akija akipona anachokidaiwa ni zile kadha tu za zile saumu ambazo amefungua akiwa anaumwa. Lakini huyu ambaye yeye anaumwa na maradhi hayo madaktari bingwa wamefanya vipimo vyao wakasema ni la yurja buruhu, ni maradhi ambayo hakutarajiwi kupona kwa maradhi hayo. Mtu huyu na akifunga mtu huyu, manake ieleweke ni maradhi ambayo make si kila maradhi. Sija hata mtu anaumwa mguu, ana jeraha kwenye mguu, ni maradhi, hapa akasema sifungi. Ieleweke kwamba maradhi tunayoyazungumza ni yale maradhi ambayo kwamba mtu akifunga akiwa na maradhi hayo kunampa taabu, anapata hawezi, manake ndo maradhi tunayozungumza. Sio mtu ana jeraha huko hata akifunga haina shida kabisa, anasema sasa mimi si ndo mgonjwa bwana. Kwa hiyo akatumia fursa hiyo kufungua kwa kuwa ana jeraha mguuni, na hata akifunga hilo jeraha wala halihusiani kabisa. Ni yule ambaye ana maradhi, na ni maradhi ambayo kwamba akifunga akiwa na maradhi hayo anapata tabu, inampa shida. Kwa kama ni maradhi ya sura hiyo, na madaktari bingwa wamesema kwamba fanya vipimo vyao ikaonekana ni la yurja buruhu, hakutarajiwi kupona kwa maradhi hayo, mtu huyo anaruhusiwa kufungua na halazimiwi kuja kulipa kadha. Yeye anachotakiwa ni afungue na atoe kitu kinachoitwa kibaba ambacho ni ujazo wa gramu 625. Manake kama kilo moja ni gramu 1000,
nusu kilo ni sawa na gramu 500, maana kibaba kinakuwa ni gramu 625. Unaona kama robo tatu, lakini japo haifiki, wewe mwenyewe utaona kwenye nusu pale unaongeza kidogo kama 125 kutoka kwenye nusu, ili upate kibaba ambacho ndo unatakiwa kukitoa kila siku. Jua likishazama tu ndo utakuwa unatoa, wewe ambaye una maradhi ambayo hakutarajiwi kupona kwa maradhi hayo. Sasa basi, msafiri na mgonjwa tumeona ni watu ambao wana kibali cha kufungua. Msafiri na mgonjwa ieleweke, wana kibali cha kufungua, maanake sio lazima kufungua. Maanake mtu anaweza akaondoka hapa kabla ya alfajiri, maanake tayari si atakuwa amepata kibali cha kufungua. Lakini sasa mtu ameondoka kabla ya alfajiri, ana kibali huyu cha kufungua kwa kuwa yuko safarini. Ikaonekana huyu mtu amefika kabla haijamalizika ile siku na akawa amejilazimisha yeye akafunga, si ndivyo? Yaani mtu ameondoka kabla ya alfajiri kwa kuwa na kibali cha kufungua. Sasa akawa amefika labda saa 6 katikati ya mchana hiyo, lakini alikuwa amejilazimisha akafunga huyu mtu. Sasa alivyofika, je, afungue? Akishafika haruhusiwi tena kufungua. Sio kwa kuwa alikuwa yuko safari na amefika tena, alafu sasa aseme mimi bwana ni ule muda alikuwa yuko safari. Kwa hiyo akisha kuwa amefika haruhusiwi tena yeye kufungua, anatakiwa aendelee kufunga moja kwa moja amalizie. Lakini yule ambaye aliondoka muda huo kabla alfajiri na akiwa na kibali cha kufungua na akawa amefungua akiwa safarini, huyu akifika labda akafika katikati ya mchana bado, maanake muda bado, je, huyu mtu aendelee kula tena? Wenyewe wanasema ni sunna ajizuie ile sehemu iliyobakia, ile ni sunna ajizuie ile sehemu iliyobakia, asiendelee tena kula. Lakini yule ambaye alikuwa amefunga hata mgonjwa vile vile, mgonjwa ambao kwamba yeye amejilazimisha, pamoja na kwamba alikuwa amepata kibali cha yeye kufungua, lakini akaona amepata nafuu ya ataweza kufunga na akajilazimisha akafunga, basi amalizie sehemu iliyokuwa imebakia, na saumu inasihi wala haina shida. So kwamba akifunga kwa kuwa alikuwa na kibali cha kufungua kwamba saumu haisihi, hapana. Akaamua huyu mgonjwa kwa kuwa pamoja na kwamba ana kibali cha kuweza kufungua, lakini akaamua afunge, yeye saumu ile inasihi na wala hamna tatizo. Tena tunaambiwa mtu akifunga akiwa safarini, kama kule kufunga hakumletei madhara, itakuwa ndo bora zaidi kufunga mtu ukiwa yuko safarini. Lakini kama kutamletea shida kule kufunga, basi kufungua itakuwa ni bora zaidi. Kama kufunga kunamletea nini dhara, basi kufungua kutakuwa ni bora zaidi kulikoni kufunga. Kwa eneo hili la mgonjwa, kama tulivyoeleza katika upande
Wani muda gani atalazimiwa na kutoa kibaba tu, asije alipe, yani halazimiwi kuja kulipa kadha. Na kuna ambaye ni mgonjwa huyo huyo, lakini yeye halazimiwi kutoa kibaba, anasubiriwa aje, yani anachokilazimiwa yeye ni kulipa kadha, sio kibaba. Kuna ambaye anaumwa analazimiwa na kibaba, kuna ambaye anaumwa na anaruhusiwa kufungua, lakini analazimiwa kulipa kadha, sio kibaba. Kwa hivi vitu viwili elewe vizuri, na tukasema leo tutagusa hiyo sehemu ya msafiri na mgonjwa, kwa sababu aghalab, asilimia kubwa ya mabasi yetu yanaondoka alfajiri saa 12, kama ni haya asubuhi na haya jioni. Lakini mtu akasafiri na basi la saa 12, manake huyo tayari amesafiri ni alfajiri, amesafiri kwenye wakati ambao haruhusi, hata safari iwe ndefu vipi, hatoruhusiwa kufungua kwa kuwa yuko safarini, kwa sababu tayari kibali hana huyu. Sasa hili tumeona tulizungumza ili watu walielewe vizuri, kwa sababu kipindi hiki pia kuna watu wanaosafiri. Sasa isije kama mtu amejieneza tu, kaondoka saa 12, yana kula tu njiani, anaona sawa tu kwamba anaruhusiwa kula, kumbe haruhusiwi. Kwa hiyo katika eneo ambalo tuwe makini zaidi ni hilo. Ukitaka safari yako tena, na hapa unaweza ukafanya ujanja tu, ni wewe sawa, kwa sababu kinachotakikana ni kwenye ile fence ya mwiji au umran, yale majengo ya mwiji, kinachotakikana ile kabla ya alfajiri uwe nje ya yale majengo ya ule mji wako. Mfano katika eneo hili tulilonalo, si eneo la manispaa sawa, na ni mji ambao hauna fence. Kipimo chake ni kipimo cha kwamba hili eneo la manispaa, ukimaliza eneo la manispaa pengine ndio utakuwa umemaliza eneo lako unaloishi. Sasa kabla ya alfajiri uwe umelivuka hili eneo la nini, la manispaa. Safari ikiendelea huko itakuwa sasa ni wewe. Unaweza kufanya ujanja, unaweza ukaenda ukaisubiria, ukaondoka hapa kabla alfajiri, ukaenda ukaisubiria gari kama hapa, labda kuvuka eneo la manispaa, labda mpaka wake kama utaufahamu ni hapa, basi ukaondoka katika eneo lako la mwiji kabla ya nini, kabla alfajiri, alafu ukasogea kule ukasubiria gari kule, hata ikaja saa 1, shekhe, wewe unahesabiwa ni msafiri. Hata ikaja saa 3, wewe ni msafiri, kwa kuwa tayari ule muda wa kabla ya alfajiri uko nje ya eneo lako la manispaa. Manake pale pale tayari kisheria wewe unahesabika kwamba tayari umevaana na kwamba wewe ni msafiri. Kwa kama utatumia ujanja huo ni wewe. Lakini ukaondoka eneo lako alfajiri peupe, utoruhusiwa sasa kufungua kwa ajili ya uko safarini. Kwa hiyo eneo hili tukaona tuliguse kwa japo kwa uchache katika sura hiyo, ili watu waweze kuelewa, na Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Mwenyezi Mungu pia atukubalie somo zetu. Mwenyezi Mungu kila lenye kheri atusogezee na katika 10 hili la maghfira. Mwenyezi Mungu inshallah tusamehe sisi na wazazi wetu na wale wote ambao wametangulia mbele ya haki, mashehe zetu, wazee wetu na wale wote ambao wametangulia mbele ya haki. Wala afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.